ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlomwamini Allah, la tattabi'u khutuwati shaitan, wa man yattabi' khutuwati shaitan innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحثكم بطاعته، فبتقواه فلاح الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ولا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia rehema na amani nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kuwepo kwake Allah, kupatikana kwake Mwenyezi Mungu ni sababu ya sisi kupatikana katika hii dunia. Na laiti si kupatikana kwake Mwenyezi Mungu, leo wewe ungelipatikanaje na hali ya kuwa aliyokuumba hayupo? Hii ni sababu kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza kwa uwepo wake yeye, ndio sababu ya sisi kupatikana katika hii dunia, na vile vile ambaye Bwana hakututelekeza baada ya kutuumba, bali akatuumba vile vile akatuwekea mwongozo ambao ni sahihi na ni salama kwa yeyote atakayefuata, mwongozo ambao Bwana haumdhulumi mtu kwa chochote atakachokuwa nacho, mwongozo ambao haumkunchi mtu chochote atakachokuwa nacho. Basi hii ni sababu kubwa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa yote aliyotufanyia, ambao ni mengi, kama anavyosema in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Leo mkalianza kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu, mtahesabu na hamtozimaliza zote. Vile vile bila kusahau kutaka rehema na amani zimwendee nabii wetu Muhammad, ambaye nabii Muhammad yeye ndo alojihudika pamoja na wenzake katika kuieneza hii dini. Leo Bwana umezaliwa ndani ya Uislamu, lakini jitihada zote mpaka kuenea zatokana na mtume wetu Muhammad. Leo angelikuwa ni bakhili abaki na alichofundishwa na Allah, leo wewe ungepata dini kinamna gani, na hali yako yeye ndo mtume wa mwisho, na yeye ndo mtume wa mwisho, ndo alofunga ukurasa wa mitume. Laiti angelibakhilia akabaki tu avimeze ndani, je, wewe leo wewe ungezaliwaje katika Uislamu, na aliyakuwa Uislamu angebaki nao katika nafsi yake? Basi hii ni sababu kubwa ya kutaka rehema na amani zimwendee nabii wetu Muhammad sallallahu. Ndugu zanguni, na kuhusieni pamoja
na kuihusia nafsi yangu katika swala kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu, na nakuhusieni tena pamoja na kujihusia ama kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah. Na kumcha Mwenyezi Mungu ndo sababu kubwa ya mwanadamu alioumbiwa, kama anavyosema Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mimi sijaumba majini na wanadamu isipokuwa lengo la kuwaumba ni ili tu waniabudu, hakuna kingine ulichoumbiwa. Japokuwa leo bwana unaenda katika shughuli zako bwana, unafanya hata nje na ambavyo hukuumbiwa, lakini kuna kusudi kubwa la kuumbiwa wewe, kwa maana ni upate yale Allah aliyokuamrisha peke yake, na ndio ucha Mungu ulipo, kama anavyotambia Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ittaqullah, mcheni Allah, haka tokati, ukweli wa kumcha. Usimche Allah kiunafiki, bali mcheni kiukweli wa kumcha Allah. Vile vile hata mwanazuoni mmoja katika kuiunga mkono hii aya anasema, idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya, khairu libasi almar'i ta'atu rabbih la khaira liman kana lillahi 'asiya. Mwanazuoni mmoja anasema, endapo mtu hakujivisha vazi la uchamungu, taqallaba, atageuka huyu bwana, uryanan, hali ya kuwa yuko uchi, wa in kana kasi, hata kama amejivisha nguo ambazo ni nzuri. Umejivisha vizuri bwana, ukitembea mbele za watu na mashaallah, huyu kajivisha bwana, yani kaipa haki ya vazi namna inavyotakiwa. Hata kama umejivisha vizuri, maadamu hukujivisha vazi la uchamungu, vazi lenye sifa ya uchamungu, basi wewe utabaki kuwa ni mtupu kabisa, kama vile hukujivisha chochote. Kwa hiyo khairu libasi almar'i, vazi bora la mtu, ta'atu rabbihi, ni kumtii Mola wake. Huyu bwana, maneno yote ni kama Mungu anavyokusudia tu tumcheni Allah. Ndugu zangu, leo katika hutuba yangu nimeinukuu katika maneno ya Mwenyezi Mungu yanayopatikana katika surati Nisa aya nambari 118 na 19. Mbele hutuba leo tutaangalia ittikhadhu shaytan aduwwan lilinsan, kumfanya shaitani kuwa ni adui mkubwa mwanadamu. Leo ndo hutuba yetu tutaangalia katika sehemu hii, ittikhadhu shaytani aduwwan lilinsani au aduwwan lilinsani, kumfanya shaitani kuwa ni adui mkubwa mwanadamu. Allah anasema katika maneno yake, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlomwamini Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlomwamini Allah. Kabla ya kwenda katika surati Nisa anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlomwamini Allah, la tattabi'u khutuwati shaytan, wa man yattabi' khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Mwenyezi Mungu anasema, enyi watu mlomwamini Allah, la tattabi'u khutuwati shaytan, msizifate nyenendo za shaitani, msizifate nyenendo za shaitani. Na yeyote ambaye yattabi khutuwati shaitani, atazifata zile hatua za shaitani anazozitenda, naye atatenda vile vile kama shaitani, basi fa innahu, hakika huyu bwana, ya'muru bil fahsha'i wal munkar, huyu ataamurisha mambo mabaya na mambo maovu ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu
anasema ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, alichokuja nacho Muhammad basi kichukueni namna kilivyo vile vile kama yeye alivyokuja nacho. Alafu na kila alichokikataza Muhammadi basi jikatazeni nacho kama vile vile alivyojikataza nacho. Huyu bwana atakayepata nyenendo za sheitani, yeye katika amali zake anazofungamana nazo ni kama zile zile za sheitani anazofungamana nazo. Huyu bwana huyu basi yaamuru bil fahsha'i wal munkar, pasina shaka kabisa ataamrisha mambo mabaya na ataamrisha mambo maovu. Imana siku yoyote anayeamrisha ni yule anayejua anachokiamrisha, si ndio hivyo? Siku yoyote mtu anayeamrisha kwanza anakuwa na ujuzi na kila alichokuwa nacho, vile vile mara nyingi huwa anafungamana nacho. Swali la kujiuliza, kwa nini Mungu aseme tuzisipate nyenendo za sheitani alafu katuambia bwana tumfuate Muhammadi? Kwa nini? Kwa nini aseme Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, alafu pande mwingine aje aseme la tattabi'u khutuwati shaitan wa man yattabi' khutuwati shaitani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Sababu kubwa ni nini? Kwa nini Allah anasema kama kweli mnadai kwamba mnanipenda mimi Mola wenu niliowaumba, basi ittabi'uni, nifateni mimi Muhammad, kwa maana tumfate Muhammad. Alafu naye yuhibbukum Allah naye atakupendeza. Kwa nini aseme sisi tumfate Muhammad alafu huyo aseme tusisipate nyenendo za sheitani, wakati sheitani alikuwa bwana ana majina makubwa wakati huo? Katika nuzuoni wanasema bwana hakuna sehemu ambayo sheitani hajaweka paja la uso katika hii ardhi, kwa namna alivyokuwa kimtii Allah. Lakini yale yote yalikuja kuharibiwa na siku moja tu. Kwa nini Allah anasema hivi? Twende katika surati An-Nisa tuangalia sababu kubwa ni nini. Allah anasema la'anahullah, Allah amemlaani sheitani, Allah amemlaani huyo sheitani. Na pasina shaka tunajua laana ilianzia wapi. Hii laana ilitokea katika kisa cha Adamu pamoja na malaikatu Rahman. Siku moja ambaye Mwenyezi Mungu kawaambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Siku moja Allah aliwafuata malaika na kuambia jamani, mimi nataka niweke katika hii ardhi kiongozi. Basi malaika akasema bwana, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa au nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hivi Allah unataka uweke kiumbe ambacho kwanza kitafanya ufisadi katika ardhi, yani chenyewe kitakuwa bwana, yani mwenendo wake wote ni kukuasi wewe, yani hicho kiumbe kitakuwa kazi yake kubwa ni kumwaga damu. Unataka uweke katika ardhi kiumbe kama hichi Allah kitakuasi na kumwaga ardhi nini damu katika ardhi? Mwenyezi Mungu akwambia inni a'lamu ma la ta'lamuna, kwa hakika mimi Mola wenu najua yale ambayo nyinyi hamyajui. Basi Allah baada ya pale bwana wa'adaba Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika, baada ya kumuomba Allah Adam basi alimfundisha majina vitu vyote. Baada ya kufundisha majina vitu vyote akaambia malaika bwana ambiukum bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, niambieni majina hivi vitu vyote. Wakasema qalu subhanaka la ilma lana, malaika wakasema bwana sisi hatuna elimu yoyote ila ma 'allamtana, isipokuwa kile ulichotufundisha. Basi Adamu akasema yale majina yote pale. Basi ndio malaika kaamrishwa wampatie heshima yake Adamu baada ya kuwafunza majina vitu pale. Ndo Ibilisi aba wastakbara, alikatana akaleta kiburi. Ndo mwanzo wa laana ilipomwijia Ibilisi. Basi huyu Ibilisi alolaaniwa na Allah anasema la'anahullah, amemlaani Allah huyu Ibilisi. Wakala, na akasema sheitani mwenyewe, ambayo ndio sababu ya kubwa sisi kuepukana na sheitani. Na sheitani akasema baada bwana kulaaniwa,
kufukuzwa katika rehema za Allah, kuwekwa mbali na Allah. Yeye akasema Ibilisi, waqala, akasema Ibilisi akasema katika maneno yake, na haya maneno nitakiwa mnichunge sana, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannakum wala umanniyannakum wala amurannakum falyubtikunna adana al-an'ami wala amurannakum falyughayyirunna خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Anasema shetani, la attakhidanna min ibadika, wallahi nitachukua katika waja wako. La attakhidanna min ibadika, wallahi nitajichukulia mimi katika waja wako. Nasiban mafruḍa, fungu maalumu nitachukua la katika wale waja wako. Katika lile grupu nitachukua grupu langu maalumu, nitachukua sehemu maalumu ya waja wako Allah. Alafu baada ya kuchukua, wala udillannakum, nitaupoteza hao mabwana kwa namna ninavyotaka mimi. Wala udillannakum, nitaupoteza hao waja wako ambao nimekunyofolea katika grupu la waja wako ambao unadai kwamba wewe utawapeleka peponi kama anavyosema. Aya nyingi kabisa Allah anazungumza, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati, hakika mwanadamu yumo ndani mwa hasara isipokuwa wale ambao wameniamini na wakafungamana na amali zilizokuwa nzuri. Hao ni katika waja wa Allah. Basi katika miongoni mwa watu hao mimi nitajichukulia kundi maalumu, wala udillannakum, nitalipoteza hili kundi, wala umanniyannakum, na nitalitomanisha maisha milele, halitoamini kwamba kuna kufa, kuna kuhesabiwa na kuna kufufuliwa, halitoamini. Lenyewe litafungamana tu na mambo mabaya, kila siku akidamka bwana kazini, kurudi jioni bwana swala tano zote anapuuzia. Kila siku pakicha bwana pakidamka yeye ni kufungamana na beti na yeye na mipira. Basi watu kama hao nitajichukulia, litakuwa ni grupu langu maalum. Alafu kingine, wala amurannakum, nitaliamurisha hili kundi kwa namna ninayotoka mimi Ibilisi, nitaliamurisha falyubtikunna adana al-an'ami, basi litakuwa linakata bwana masikio wanyama. Kama sasa hivi bwana mtu ana mifuko yake bwana anaweka chapa, mtu ana mifuko yake anaenda kukata masikio bwana. Ile grupu jichukulie na nitaliongoza kwa namna ninavyotaka mimi. Tena wala amurannakum, nitaliamurisha falyughayyirunna khalqa Allah, litaibadilisha dini ya Allah namna ilivyo. Kwa hakika tunajua kabisa haya majambo yote na yanapatikana, na toka mwanzo ilikuwa inapatikana toka enzi za Nabii Allah Adam, watu walikuja wakapotea. Akina Nuhu, watu wamekuja wamepotea. Mitume wote walitumilizwa kwa kusudi kubwa, kuja kufanya kuja kuwalingania na kuongoza viumbe katika dini ambayo ni sahihi na ni salama. Haya yote imekujaje? Laiti dini toka mwanzo ingelikuwa ni moja mpaka hivi leo, hiyo dini ingelikuwa ni moja mpaka hivi leo, isingelikuwa na haja yote kuletwa mitume. Mitume inaletwa kwa sababu gani? Na hali ya kuwa bwana sisi wote tunafungamana na ibada za Allah. Basi kumbe ni toka zama hizi toka zama hizo watu walikuwa na potea, mitume kuletwa kuja kufanya kuwarudisha katika njia ambayo ni sahihi baada ya kujinyofoa. Huyu ni Sheitani. Angalia kusudi kubwa na dhumuni kubwa, nataka wewe usiende katika njia sahihi. Na hili kwa mara nyingi kwa sasa hivi limekithirika sana. Hili limekithirika sana kwa zama hizi. Dini ya Allah inaasiwa sana, watu umepotea mno, si wa kiume si wa kike. Tunajua kwa hakika, tuangalia hata sehemu za vikao vyetu,
Ukikuta tumelundikana, unakuta asilimia nyingi mipira inajadiliwa, na ukipira kwa kidini kabisa, sahihi si sahihi. Sababu gani alijadili swala la mpira? Mtume gani alikuja hataka leta fikra tu kama hiyo? Lakini sisi tunafungamana na mambo kama hayo. Bahati mbaya zaidi, kama laiti timu yake inacheza labda saa 10, hata swala amesamehe, itakwenda kulipa bwana. Hii ni namna ambayo Sheitani kaileta na katufungamanisha nayo namna, na hatuwezi kunyofoka kutokana na mapenzi ya nafsi zetu. Ukikuta bwana wamerundikana imani, unakuta bwana, yani jambo kubwa, yani kuongelewa hapo ni wanamsema mtu, wakati huo ni kumsengenya na iruhusiwi kwa kidini. Hii ni namna ambayo Sheitani kaileta katika mfumo wa maisha yetu. Kwa nini kaileta? Hataki aende mwenyewe motoni. Siku moja alijiuliza akasema, hivi mimi Ibilisi niende mwenyewe motoni na Adamu na watu wake waende peponi? Hamna, hakukubali. Ndio sababu kubwa ya kutaka bwana apate watu wa kufungamana nao. Je, tumejiandaa katika maisha haya kinamna gani? Mpaka Mwenyezi Mungu anatunukulia maneno ya Sheitani, anayanukuu tena kwa namna alivyotamka Sheitani, la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, wallahi nitajichukulia katika waja wako, yani grupu ambalo ni maalumu, nitalipoteza na nitalitamanisha maisha milele. Basi wakati wao likitamani namna kama ile, litaamini kwamba kuna kufa? Utaamini kuna kufa? Ndio vile bwana, utaenda bwana sehemu zako utapuuzia swala 5, kwa maana hiyo tayari wewe maswali ya kifo uamini. Japokuwa mdomo unasema bwana, mimi Mola wangu ni mmoja bwana, swala 5 ni lazima. Kwa namna matendo yako yalivyofungamana na wewe tu, unakuta pale ushapotea na kuongozeka bwana, inakuwa ni ngumu kupambana na nafsi yako, kutokana nafsi inapenda izini, lakini wewe unaona mimi kuzini hamna bwana. Alafu bahati mbaya zaidi anatokea mwanamke mzuri, tena mzuri na mzuri kweli, alafu kibaya kavaa vibaya. Alafu kitu cha ajabu zaidi kakwambia bwana, kaka mambo hapa, kitu gani kitazalikana katika mapenzi ya nafsi yako, na ile dalili ya mapenzi imeonekana. Kama si kushinda wewe kikubwa kabisa, si leo tu bwana, itakuwa ni leo na ndio utafanya hivyo na ndio umeshapotea. Allah akaendelea baada ya kunukuu maneno Sheitani kasema, wa man yattakhidhi shaytana waliya, yeyote atakayemfanya Sheitani kuwa ndo mwongozo wake, yeye ndo sehemu ya kujiangalia, yani ya kujisahihisha matendo yake ni Sheitani. Akitaka bwana akitaka labda kwenda kwenye swala na mwangalie Sheitani aliswali, na haya yote utakataa kwa mdomo, lakini matendo yake yatadhihirika. Utakataa kwa mdomo na kwa akili utakataa, lakini wakati huo matendo yako yatadhihirika, na matendo Ibilisi itakuwa ni hali moja tu. Ibilisi alilaaniwa kwa sababu ile, na wewe umetenda ile, kwa maana wote mko kwenye laana, japokuwa bwana Allah hajakulani wewe, kamlani bwana nani? Ibilisi, kwa kumtaja kabisa. Wewe hujataja. Kila mmoja lazima angalia katika maisha haya, kila mmoja lazima angalia na afikirie, je, aliyokuwa mwongozo wake mkubwa katika haya maisha ni nani? Aliyokuumba na ngoza akakuwekea mwongozo. Maana Nabii Muhammad anasema, kullu mauludin yuladu ala fitrati Islam, kila atakayezaliwa kuwa nazaliwa katika jumbila la Kiislamu. Jumbila la Kiislamu ni lipi? Ni jumbila ambalo halina dhambi hata mmoja. Hata kitokea mtoto mdogo leo akaacha kusali, wale Mwenyezi Mungu hakuna hata aya moja anasema huyu bwana anaandikiwa dhambi. Kwa mtu anazaliwa hana doa hata moja na makosa, isipokuwa bwana kubadilika na kuja kubadilika baadaye. Na ndio maana kuna hadithi moja Rasulullah, hadithi al-Qudsi, anasema Allah, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullihim, hakika mimi nimeumba waja wangu wote hali ya kuwa dini yao ni moja tu. Swala la kubadilika linakuja baadaye, baada ya kukua matamanio yake akayapata zaidi. Kila mmoja lazima afikirie, angalie, je, kiongozi wake ni nani? Utakataa, lakini bwana matendo yako yatakuwa ni yale yale Sheitani. Kama mfano dunia bwana, wanawake sasa asilimia nyingi wanaenda na dunia, sasa wanaunganisha nywele. Ndio vile bwana wanazuoni nasema katika ile aya, fa yukhayyiruna khalqa Allah, wanabadilisha dini ya Allah kwa kuhalalisha ile haramishwa.
Vile vile wakasema na hii kubadilika kunarejea katika zile amali baadhi. Wakasema bwana, kule kuunganisha nywele narudi mule mule, kutia mianya katika mdomo, vile vile kupatika kope katika macho, vile vile na kulibadilisha jumbile la Allah linalokupatia na kalisifia kwa kukuambia wewe, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika nimemuumba mwanadamu kwa jumbile lililokuwa ni bora. Nani bwana, kiumbe gani kina jumbile nzuri kama vile la mwanadamu? Na ndio maana leo bwana, ukipigwa habari ya kubalikwa nguruwe bwana, lazima kwanza unashtuka na utakataa. Kwa maana hiyo hili jumbile sio zuri. Basi kwa dunia sasa hivi unakuta unaunganisha nywele, wakati huo laana Allahu alwasilata walmustawsilat, Allah amemlaani anayeunganisha nywele na anayeunganisha nywele, walwashimata walmustawshimat wanamisat walmutanammisat, wenye kupatika kope melaniwa, wenye kutengeneza mianya katika meno melaniwa. Haya yote ni matendo ya Sheitani na tumefungamana nao, na watoto wetu tunawaachia wanajifungamanisha katika matendo hayo. Tunatarajia mtenda wapi? والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحثكم بطاعته وبعد. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kumcha Allah kwa mara ya pili, na ndio kusudi la kuombewa sisi. Ndugu zangu, baada ya kuelezea vizuri hotuba ya kwanza kutokana na kumcha shaitani, kumfuata shaitani, kwa hiyo kila mmoja lazima ajifikirie na ajifikiria zaidi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن صحابة نبيك منهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك المشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.